pazia, tuende sasa katika kitabu chetu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo. Kitabu ni cha Ufunuo 14. Kuna mambo ya vituo vingine hatu kusoma kwa sababu ya wakati, lakini kadiri wiki inaendelea tutawasomea tu, tutaendelea kuwasomea tu, msiwe na hofu. Unajua, kadri tunavyofundishwa maisha ya jamii, ni vizuri tujue ya kwamba shetani kama kuna kitu anataka kuangamiza siku za mwisho ni jamii. Kwa sababu anajua kukiwa na jamii ambao zimezoroteka, misingi ya kanisa imetingizwa na misingi ya nchi imetingizwa, na kwa hivyo he can win. Ndio tunafundishwa maisha ya jamii. Jana tuliangalia na tukaona vile shetani amekuja na anaingilia kila kitu. Na tukaangalia tukaona kuna yule njoka, kuna mnyama wa kwanza na mnyama wa pili. Utatu ambao sio mtakatifu, lakini ni Trinity, unholy Trinity, unholy Trinity. Kuna utatu mtakatifu, na hii tunaweza iita utatu mtakakitu, kwa sababu is not holy Trinity. Hii kuna kitu inataka kwa maisha yako. Kwa hivyo tunaweza sema hii ni utatu mtakakitu, ambao kuna kitu inataka kuangamiza maishani mwako. Lakini utatu mtakatifu wa Mungu anapenda tuweze kuelewa neno lake na tuweze kujua. Kisha fungu la kwanza, nikaona na tazama huyo mwana kondoo. Tazama, imeanza na huyo mwana kondoo. Ufunuo 13 fungu la 11 ilisema namna gani? Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Sura ya 13 ya kitabu cha Ufunuo tumeona nguvu za njoka, na alianza Ufunuo 12. Akaonekana, Biblia inasema ishara nyingine ikaonekana kutoka mbinguni, akiwa na vichwa 7 na akiwa na pembe 10, mkia umekokota theluthi ya nyota mbinguni. He is just but a confused fellow who is confusing the world. Amekuja kutuchanganya na kutukoroga. Kutoka kuanzia Ufunuo 12 ameonekana njoka, amepigana na mwanamke amekimbia. Joka ameshindwa afanye nini na mwanamke? Ameamwaga maji kutoka kwa mdomo wake, nchi imepasuka, imemeza yale maji. Mwanamke ametorokea katika nchi, na mwanamke alipoenda akaenda jangwani. Na tukaona ya kwamba huu mwanamke kutoroka ni kanisa la Mungu, watu wa Mungu wakikimbia mateso, wakikimbia kuuawa kule Europa wakati wa zama za giza. Na ndio wakati walikuja, tukaangalia tukaona wakija hapa Marekani, na wamekuja na mnyama huyu wa Marekani au wa serikali ya Marekani. Inasemekana ilitoka katika nchi, haikutoka katika bahari. Bahari ni mahali kuna watu wengi, kulingana na Ufunuo 17 fungu la 10. Kuna watu wengi pale, hakuna watu wengi ni nchi. Marekani ilitokezea tu, didn't konga, lakini imekuja, wamekusanyika watu. Hata ingawa kulikuwa na vita, haimaanishi ya kwamba Marekani walienda tu wakaanza kwa usalama. Hapana, walipiganga watu. Kulikuwa na Native Americans walipiga. Hata hivyo, wakati walianza serikali, walitenganisha mambo mawili, wakatenganisha dini na serikali, zikatengana ziwe independent. Alafu tukaangalia tukaona huyu mnyama mwenyewe anaonekana kama mwana kondoo, ana upole kama mwana kondoo, lakini alinena kama joka. Kwa hivyo tena joka akatumia huyu mnyama wa pili. Mnyama wa kwanza, yeye mwenyewe yule ambaye anafanana na chui, alipewa kiti na uwezo na nguvu na joka ambaye ni shetani. Tunaposema joka ni shetani, kulingana na Ufunuo 12 fungu la 8 na 9, ni shetani. Kwa hivyo shetani akampatia yule mnyama kiti. Hii serikali inatawala na nguvu za shetani. Na huyu naye ambaye ameonekana kama mwanakondoo pia ananena kama njoka, atawezeshwa na njoka na atatengeneza sanamu. Tuliangalia tukaona sanamu ya mnyama atamtengenezea, na watu watasurutishwa waabudu yule mnyama, ile sanamu na mnyama yule. Na kama haitawezekana utauawa, na hautaweza kununua. Kabla hujauawa hautaweza kununua wala kuuza, isipokuwa una chapa ya yule mnyama. Na nikasema hiyo chapa ya mnyama ni 666, na hiyo chapa itakuwa inasemekana ni chapa. It's something that is visible. Si ati kama muhuri wa Mungu ule tunasema muhuri atauweka ndani ya mawazo, unakubali. Ni kukubali, unakubali kwa kichwa na mawazo yako.
Na wakati huyu mnyama anaweka watu chapa ya mnyama katika vipaji vya nyuso zao, sijui mimi mwenyewe itakuwa ni nini. Itakuwa ni card au itakuwa ni chip au itakuwa ni kibali au ni barua utapewa. Sina taarifa hiyo, lakini najua itakuwa kama wataweka chip ni sawa, wanaweza, kuna uwezekano, wamejaribu, they are testing already, it's being tested, it is possible. La sivyo, ukiangalia unaenda unaweka kidole yako, unaweka kidole mahali wanasoma na iko. Kuna uwezekano waweke tu your fingerprint, waweke, inajulikana. Ukienda mahali unafinya, unakubalika. Hiyo inafanyika, of course. Mahali mimi nafanya kazi, nikienda kama ni asubuhi, naendanga, naweka kidole yangu, inasema uko sawa, unakubaliwa, unaingia. Kidole iko. Kwengine ni macho, your iris inasoma, unaiangalia tu. Na iko hata hapa, si kuna unaweka face nini kwa simu yako. Si wengine mmeweka simu, lakini wengine hamtaki kuweka uso yako kwa simu, ati mke asiamuke usiku akufungue ukiwa umelala angalie, alafu ifunguke. Anyways, hizo vitu ziko rahisi. Hii teknolojia it's possible, si ndio? Hata siku hizi si unaweka finger ukifungua simu yako, si kidole tu. Na tunaona ni kawaida. Kwa hivyo kuna njia ambao watatumia, sijui ni gani mimi, sijui ile watatumia, nitashukuru nikijua, lakini itatumika njia yoyote. Na usizumbuke kama wewe unaenda mbinguni, hiyo isikusumbue. Wale tunaenda mbinguni, hata ikija hatutachukua, maana tutasimama imara. Na hata wewe umepanga vingine, pangua ili uweze kubali. Lakini kile nataka kusema ni hiki. Yule mnyama akona tabia kama mwanakondoo, lakini amenena kama joka. Tunaposoma Ufunuo 12, inaleta sasa mwanakondoo mwenyewe. Bwana asifiwe. Ufunuo 13 nikiangalia, I can see the cluster, wingi wa dhambi na vituko vya shetani. Wingi wa dhambi na vituko vya shetani. Unajua kuna huo clustering, dhambi zote zinawekwa ndani. Dhambi zote. Unajua ni kwa nini hapa saa hii nikitaka kuwashtua, kusema ukweli vile mumetulia hivi. Nije na nyoka tu ya kuwatisha kidogo. Niirushe hivi, muione ndio hiyo inakuja kwa hewa. Mtaendelea kukaa msikie neno la Mungu, muiangalie tu hivi. Haya, kwani ni nyoka? Si utashtuka. Ni kwa nini huwa tunashtuka tukiona nyoka? Ni kwa nini? Unajua ukisoma kitabu ya Kutoka, wakati Musa aliulizwa uko na nini, akasema ni fimbo, akaambiwa angusha fimbo chini, iligeuka ikawa nini? Alifanya nini alipoona ni nyoka? Akatoroka. Kwa nini anatoroka na fimbo ndiye alikuwa naye? Why do we run? Why are we scared? Ni kwa nini tunashtuka, tunauoga wa nyoka? Kwa sababu nyoka is a symbol of evil. Hiyo ndio sababu. Kwa sababu nyoka ni mfano wa madhambi yote. Madhambi yote. Nyoka. Na nitajaribu nione kama nitatafuta wakati ni kujibu ni kwa nini Yesu na yeye alijifananisha na joka. Mnajua Yesu pia kuna mahali amejifananisha na nyoka. Kuna mahali amejifananisha na nyoka. Wapi? Yohana 3:14. Anasema namna gani? Anasema ya kwamba kama vile Musa alivyomuinua huyo nyoka wa shaba, ndivyo hivyo na mwana wa Adamu atainuliwa. Na ukiangalia hospitali, the symbol ya hospitali ni nini? Msalaba na nini? Na nyoka. Nikipata nafasi wakati fulani nitakuelezea ni kwa nini Yesu alijifananisha na nyoka. Lakini kwa sasa, sababu ya wakati, neno linasema kisha nikaona natazama huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye. Nikatazama nikaona mwanakondoo. Ni kwa nini tuna Ufunuo 14? Why do we have Revelation chapter 14? Ni kwa sababu tuna Ufunuo 13 na 12. Simplified. Kama hatuna Revelation 13 na 12, hatungekuwa na 14. Na sisemi namba, sisemi hata 12 kwa sababu ni obvious. Hautatoka 12, 14, 16. Hapana. Sio hiyo ninasema. Nasema vituko ambavyo vinafanyika katika Ufunuo 12 na 13, shetani akijiinua, shetani akileta vituko zake, akitaka watu wamsujudu, akikosesha watu, aanze false religion, false worship, devilish worship, hiyo yote ameanzisha.
Mbingu haingenyamaza. The heavens cannot keep quiet. Lazima kutatokea Ufunuo 10. That's why we have Revelation 14. Mnyama ametokea, ana mfano wa mwana kondoo, lakini si mwana kondoo. Lazima Ufunuo 14 ingetokea ionyeshe mwana kondoo halisi ni nani, na ndiye Yesu Kristo. Ili sisi tusiachwe gizani, ili na sisi tusiachiliwe bila kujua mwana kondoo ni nani. Na yeye alipotokea Ufunuo 13, watu wamekatazwa kununua na kuuza, na wameuawa, wamekimbia kutoka miji mikubwa na miji midogo, vitongoji, wamekimbia, wametoroka, hawana amani, shida. Mpaka wimbo namba 78 umeanza kufanya kazi. Mpaka lini Bwana utakaa mbali? Kumetuchosha mioyo kukawia hivi. Wataimba, watalia, lazima Yesu atawajibu. Ufunuo 14 inasema, kisha nikatazama na nikamuona huyo mwana kondoo amesimama mlimani, mlima wa Sayuni, akiwa na wale watu 144,000. Bwana asifiwe. Ya kwamba hata kama kuna kifo katika Ufunuo 13, watu wa Mungu bado watasimama juu ya mlima. Lazima tusimame mlimani. Kuna mlima kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu wanafaa kuwa na mlima. Ibrahimu alikuwa na mlima wa Moraya. Pale alimtoa Isaka. Aliweza kumtolea Isaka katika mlima wa Moria kulingana na Mwanzo 22 fungu la 2. Ibrahimu alikuwa na mlima. Na Musa alikuwa na mlima wa Horeb, mlima wa Sinai. Matendo ya Mitume 7 fungu la 30. Alikuwa na mlima wa Sinai au wa Horeb. Ndio. Na Elijah alikuwa na mlima wa Karmeli, mahali alishinda wale manabii wa uongo wa yule Baali. Mlima wa Carmel, mahali Elijah alionyesha Mungu ni nani. Ni kusujudu. Watu watamsujudu Mungu wa kweli, la sivyo watauawa na Mungu mwenyewe. Tunafaa kuwa na mlima. Yesu alikufa pale Kalvari, mlima, the skull. Na wewe pia unafaa uwe na mlima. Lakini kama hauna mlima usijali, kwa sababu neno la Mungu linasema watakatifu wa Mungu watasimama mlima Zayuni. Bwana asifiwe sana. Watasimama mlima wa Zayuni. Mika 1 fungu la 1 na la 7 inazungumzia mlima wa Zayuni. Nimesema Mika 4 fungu la 1 na fungu la 7, mlima wa Zayuni. Joeli 2 fungu la 32, mlima wa Zayuni ni mlima wa ushindi. Na Obadia ni 1 fungu la 17, anasema namna gani? Obadia 1 fungu la 17, atasimamisha mlima wa Zayuni. Sisi watakatifu wa Mungu tunafaa kuwa na mlima. Mlima unasema nini? Mlima unamaanisha ushindi. Wakati Daudi anapoongea katika Zaburi 122 anasema, nitatazama juu ya mlima, nitaangaza macho yangu juu ya mlima. Je, msaada wangu utatoka wapi? Anazungumzia mlima. Wakati anapozungumzia kuhusu Mungu wa mlima, ni kumaanisha ya kwamba he is above all. Mlima ni wa maana sana. Hata ukienda kule Kenya utasikia kuna watu wanasema, usiguze mlima, kwa sababu ukiguza itakuwa vitu, kwa sababu kuna mambo ya mlima. Mlima unamaanisha nini? You have to have your elevated position in life. Ya kwamba wakati mambo yanapodidimia, you have an elevated position katika maisha yako. Una mahali pameinuka, ya kwamba hata kama nimechoka, bado nitaangalia juu na nitapanda katika mlima wangu wa kiroho ili niweze kuyashinda majaribu. Sitaendelea kukaa katika bonde la uvuli, nitapanda juu ya mlima, kwa sababu kwa mlima kuna ushindi na kuna nguvu za Mungu. Ndugu na dada zangu, kupanda mlima si rahisi. Kupanda mlima ni ngumu, na hakuna mlima ambao hauna roughness. Kila mlima ni rough. Hakuna mlima smooth. Umeshajiuliza ni kwa nini milima sio smooth? Ni kwa sababu ingekuwa smooth hakuna mtu angepanda. Ungekuwa ukitereza unarudi chini. Kwa hivyo the rough the mountain the better. Vile mlima uko na rough, I don't know what to say in Swahili. Roughness. Ni roughness tu kwa Kiswahili. Sawa. Unakuwa na nguvu na changamoto za kuupanda,
na ni lazima kuwe na changamoto za kupanda huo mlima kabla haujafika juu. Lakini neno la Mungu linaniambia kwamba kisha nikaona na tazama mwana-kondoo amesimama juu ya mlima wa Zayuni, na kuna watu walioshinda. Kwa nini? Kwa sababu Ufunuo 12 kuna mateso, Ufunuo 12 kuna vifo. Lazima Ufunuo 14 itokezee ili tuelezea kwamba hata yakiwa mangumu bado tutasimama. Na wanaoimba wimbo wa Musa na mwana-kondoo wako na jina la Mungu Baba katika nyuso zao. Hao wote wamesimama. Hebu niende katika fungu la 6. Kisha nikaona, fungu la 6, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu imefika. Msujudieni aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Ni kwa nini tuna Ufunuo 14? Ni kwa sababu Ufunuo 13 watu wanamsujudu joka, watu wanamsujudu mnyama. Kwa hivyo lazima Mungu aweze kurudisha hali ya kusujudu kwa ukweli. Wakati Yesu anaongea na yule mwanamke Msamaria, yule mwanamke alisema, ninyi Wayahudi mnasema ni lazima tuje huko kwenu kusali au kusujudu, lazima tuje huko kwa ibada. Na Yesu akasema, ndio, kwa sababu sisi Wayahudi tunajua yule tunayemwabudu, lakini nyinyi hamjui. Kwa hivyo katika kuabudu kuna wale wanajua na wale hawajui, inaitwa worship. Wakati malaika wa kwanza anakuja kurekebisha makosa imefanyika kwa Ufunuo 13 ya kuworship, because there is false worship. Kuna kuabudu kwa makosa, kuna kuabudu yule mwovu, idolatry, kuabudu miungu mingine, na Mungu hata achilia tuweze kupotea. Ni lazima tuonyeshe kuna kuabudu kwa kweli. Wakati Yesu alikuwa anaongea na yule mwanamke, akamwambia katika Yohana 4 fungu la 24 ya kwamba wale wanaomwabudu Mungu, ambao Mungu anawatafuta, wanamwabudu Mungu kwa kweli na kwa roho. Dunia ya sasa, kama unaabudu Mungu, ni lazima uabudu Mungu kwa kweli na kwa roho, in truth and in spirit. Lazima yote yaandamane. Unaweza kataa, unaweza piga hata wale wanahubiri, unaweza wachukia, unaweza waangamiza, unaweza waua, but you cannot kill the spirit. You cannot kill the spirit of the truth. Hautaweza kuua roho ya ukweli. Ndiyo tuna Ufunuo 14. Malaika wa kwanza anakuja kurekebisha makosa inayopatikana katika Ufunuo 13. Watu wakimwabudu mnyama na sanamu yake ambayo wanaezeshwa na mnyama wa pili, Marekani, katika unabii. Kwa hivyo malaika lazima aje na anasema mcheni Mungu. If you have to fear God. Ni kwa nini huyu malaika anaanza kusema fear? Ni kwa nini anasema fear God? Kumcha Mungu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu watu pale Ufunuo 13 wengine watarudi nyuma watakaposikia kumetangazwa kifo. Kwa hivyo wataogopa, watakuwa na uoga. Lakini huyu malaika anakuja akiwa na ujumbe wa milele. Anasema ya kwamba kama lazima muogope, msimuogope mnyama, muogopeni Mungu peke yake. Mcheni Mungu na mumpatie utukufu. Kwa nini? Kwa sababu saa yake ya hukumu imefika. Huyu malaika wa kwanza sio tu injili ya milele analeta, lakini pia hukumu. Kuna hukumu inakuja. Malaika anakuja na ujumbe mara mbili. Ujumbe wake ni injili ya milele ya kuwaokoa wale wanaotaka kuokolewa. Lakini kama watakataa, basi hukumu itafika. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa yake ya hukumu imefika. Ni juu yako ujiulize, utamkubali Yesu ukupokea hiyo injili ya milele, au utaendelea kuasi na uhukumiwe milele na milele. Tena anasema kama ni lazima msujudu, wacheni kumsujudu huyo mnyama. Msimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, bali mumsujudu nani? Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Malaika wa kwanza. Wa pili akafuata, fungu la 8, anasema ya kwamba akasema, Babeli mkuu umeanguka, muungano ule unaotengenezwa umeanguka.
hakuna tumaini la hiyo Babeli. Huo mchanganyiko umeanguka. Anasema umeanguka Babeli. Na malaika watatu wakafuata akasema, namna gani? Mtu awaye yote atakaye msujudu yule mnyama, atakaye muabudu huyo mnyama, na apokee chapa katika kipaji cha uso wake na katika mkono wake, atakunywa kutoka katika kikombe cha ghadhabu ya Mungu, kile hakijachanganywa na maji. Atakunywa na ataangamizwa na atachomwa na moto. Atachomwa na moto wa milele. Sikia vile huyu malaika anasema, fungu la 9. Anasema ya kwamba mtu yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Anasema watateswa. Sasa ukiangalia katika hizi sura mbili au sura zote tatu, Ufunuo 12, joka anamkimbiza yule mnyama na amekasirikia uzao wake akitaka kuwaua. Ufunuo 13 ukianza fungu la kwanza hadi la 7, anasema kuna kifo, kwa sababu yule kichwa alipewa kupigana na watakatifu wa Mungu aliye juu na kuwashinda. Lakini pia fungu la 8 linasema atakayeua kwa upanga atauawa kwa upanga. Pia kuna kifo hapo. Na hii nayo mnyama wa tatu, Ufunuo 13 fungu la 11 hadi 18, kama hautakuwa na chapa ya mnyama utauawa. Kwa hivyo shetani ameamua atawaua wale ambao hawatii. Mnajua ni akina nani hao? Mnawafahamu wale shetani anasema atawaua? Ni ninyi mnasikia hii injili. Nyinyi mtauawa. Shetani ameamua atawaua wale mko hapa na wale mnaosikiza. Shetani ameamua ataua. Kwa hivyo kama hautaki kuuawa na shetani, join the team. If you cannot win them, join them. Kama huwezi ukawashinda, waunge. Kwa hivyo kama hutaki shetani ya kuue, mimi ninakuambia sahi, kama hutaki kuuawa na shetani, I'm just advising you, rudi kwa shetani hata kuua. Ukitaka usiuawe na shetani, kama unataka amani, kaa na shetani, hautauawa. That is my advice tonight. Yeyote ambaye hataki kuuawa na shetani, tokeni kwa Mungu, mrudi kwa shetani, kaeni hapo, hana shida na nyinyi. Mko sawa? Ufunuo 13. Lakini kile kinanifurahisha ni kwamba wakati Ufunuo wa 13 umeisha, basi Ufunuo 14 inaingia. Malaika watatu wamesema namna gani? Mtu awaye yote, sikiza, mtu awaye yote atakayerudi upande wa shetani, ataabudu mnyama na sanamu yake, atakunywa ghadhabu ya Mungu iliyochanganywa bila kuchanganywa na maji, na hasira ya ghadhabu. Kwanza ni ghadhabu na ghadhabu yake, tena utachomwa na moto na kiberiti. Mungu anasema umeenda kwa shetani, haya ninafungulia mifereji. Mungu ataua wewe. Ulikimbia kifo ya shetani, mtauawa na shetani. Kwa hivyo kila pahali kuna kifo. Kama hautaki kuuawa na Mungu, hama kwa shetani. That is my advice tonight. Kama hutaki kuuawa na Mungu, hama saa hii, wachana na shetani, urudi upande wa Mungu. Na hebu nikuambie, afadhali kuuawa na shetani kuliko kuuawa na Mungu. Hata Daudi aliambia Mungu, kama ni lazima unilime, wacha unilime nikiwa upande wako, nipige tu nikiwa mikononi mwako. Wewe kama unaogopa kuuawa na shetani, ukae upande wa shetani, Mungu anakuja anasema, mtu awaye yote atakaye msujudu huyo mnyama, mimi ndio nitaua. Mimi tena anasema na moto na kiberiti atachoma wewe, ulituliacha Mungu. Atamaliza wewe. Swali ni hili, unataka kuuawa na nani? Unataka kufa katika Ufunuo 13 au Ufunuo 14? Kila mahali kuna kifo. It is you to choose ile unataka kufa. Yote kuna kifo mama, baba kuna kifo. Ukitaka kuuawa na shetani, rudi upande ya Mungu. Ukitaka uawe na Mungu, rudi upande ya shetani.
Ukiuawa na shetani utafufuliwa Yesu akirudi. Ukiuawa na Mungu mambo yako kuisha. Rest in peace. Uamuzi ni wako. Hakuna mahali hakuna kifo, hakuna kutoroka kifo, lakini inategemea ni kifo gani unataka. Wale watakao uawa na shetani watakufa kifo moja. Wale watakao uawa na Mungu watakufa vifo mbili. Can you imagine? Tayari utakufa, hii tunakufa wote, alafu akirudi atakuamsha baada ya miaka 1000 atakufufua, alafu akwambia unajua wewe ungekuwa hapa ndani. Ulikataa, kuonyesha makosa yako yote, useme hapana. Unaona pale? Ile ndiyo moto imetengenezewa shetani na malaika zake, na ulikataa mimi na ulihubiriwa ukakataa. Tembea mguu, tembea hapo, enda kwa hiyo moto. Watu wakwenda motoni watatembea mguu, wale tunaenda mbinguni ndio tu tunabebwa na wingu ile inakuja kutoka mbinguni. Hata hiyo chagua, unataka kwenda na mguu ama unataka ubebwe na wingu. Na wale watachomeka na moto hawaendi mahali, wanatembea ni hapa tu duniani, lakini wakwenda mbinguni watabebwa na tutasafiri siku 7.5. Ati siku 7.5, ulitoa hiyo wapi? Hata mimi sijui, imekuja tu lakini naona ni siku 7. Nitawaambia kabla hatujamaliza hii mkutano. But anyways, Ufunuo 14 to me is the most encouraging chapter kwa watu wa Mungu, kwa sababu inakuja baada ya Ufunuo 13. Usitishwe na wanyama wa Ufunuo 13, wasikutishe, kwa sababu mwana kondoo halisi anakuja na anasema wale waliouawa na joka watafufuliwa na watasimama mlima wa Zayuni, na ni mlima ambao hauwezi ukatingisika, na wataimba nyimbo, watashukuru Bwana. Na unajua utakapojiona mbinguni kuna mambo matatu yatakushangaza. Mambo matatu yatakushangaza ukifika tu hivi mbinguni, hata kabla hujafika ukijikuta tu kwa gari hiyo ya wokovu. Kuna mambo matatu yatakushangaza. Jambo la kwanza litakushangaza ukifika mbinguni ni kujiona umefika mbinguni. Kujiona hivyo tu utasema kai nimefika. Wengine tutalia kufika, maana hapa duniani hakuna kitu ulifaulu. Ulienda shule ukaanguka mtihani, pastor analeta mitihani kila siku, unainuanga mkono on the wrong one, hata ukaamua hutainua tena, kwa hivyo haufaulu. Hata ukijaribu unapanga safari mingi haufaulu. Ulijaribu ndoa ilishindikana, hata unasema mimi nilijaribu siwezi nikaolewa tena, hata sioni kama mimi naweza amini hii watu wanaitanga wanaume. I cannot. Nilijaribu wa kwanza huyu alinioa, alikuwa ni wa pili. Kuna mmoja tulikuwa na urafiki tukakosana, na nikasema sitaki kufanya urafiki, lakini nikaolewa. Nilipoolewa tumejaribu, tumepata na watoto. Unajua mimi bwana yangu aliniacha kwa stage ya basi. Tumekosana, akatoka hivi vile mtu anashuka daladala, na akaenda na akasema imeisha. Nikauliza haya ni nini? Watu ya inaitwa daladala matatu, wao ndio walikuja wakauliza mama ni nini. Ninalia, wakaniambia ameenda, hii imeenda, hii imeenda. Mimi nilibaki nikilia, lakini Mungu ni mwema. Mahubiri ilikuja nikaokoka, niko hapo na watoto yangu. Ungetaka kuolewa, sitaki. Hata wale wameolewa wengine naona wako na shida kuliko mimi. Wengine ni show off tu, wako tu hapo. Lakini nilikuja nikaamini na nikabatizwa na nikakubali Yesu. Guess what? Sasa hii niko mbinguni. Si utashangaa kujiona mbinguni? Hata mimi nitashangaa kujiona mbinguni. Boom. Hata wewe kujikuta tu mbinguni. It's so nice. It will be so nice. Uko mbinguni. Ati mnakutana na Musa. Aya, wewe ndio unaitangwa Musa? Ni mimi. Haya. Na huyu ni nani? Huyu ni Joshua. Na huyu ni nani? Huyu ni mke wangu. Na huyu ni nani? Ni Jethro. Na yule mzee amekaa pale ni nani? Huyo ni Nebukadreza. Ndiye yule pale. Nebukadreza, ulifika huku? Hata mimi nimekuja. Nilifika, lakini nilikula nyazi huko duniani, niliteseka. Bwana ni mwema, niko hapa. Huyu naye ni nani? Ni Enoch. Ni Enoch. Enoch mtu ya maombi. Na huyu naye ni nani? Ni Rahab. Rahab, uko hapa kutoka Jericho. Bwana ni mwema. Na huyu mrefu hivi ni nani? Huyu ni Adam. Na huyu ni mke wake Hawa. Ni warefu tu. Mwalifika mbinguni. Hata mimi niko huku, Bwana asifiwe. Na niliwaambia kama Rebeka ataenda mbinguni, hata Rahabu wa Munene atafanya nini? Ataenda. Mama utaenda. Kama
Kufika mbinguni utashangaa kujiona huko. Jambo la pili litakushangaza ni kuona huyo mtu mwingine ambaye hukudhani ataingia mbinguni. Unajua kuna watu tayari sisi tumewa write off. Tayari kuna watu tunaangalianga hapa tunajua huyu hapana. Hata tukiwa nominating committee kwa kuchagua kazi, unasikia jina fulani imetajwa, unasikia mzee fulani anasema hapana, wacha hiyo jina, wacha. Kwa nini? Wacha. Pastor wacha ni kwa mimi nimekaa kwa hii kanisa kwa muda. Si wewe umekuja huyo tunamjua. Na kumbe huyu mzee ndiye ako na shida na huyu. Na zikio sababu ya nominating committee anatukanyagia, wacha hiyo jina. Na wewe pastor unashinda utasema nini? Maana wewe ni mgeni, huajui vizuri na hutaki kwenda in head on na huyu. Lakini unauliza ni nini alifanya pastor? Hayo ni mambo ambayo pastor yule alikuwa hapa alikalia chini na tulimaliza. Tafadhali pastor, hebu tusifungue vidoda. Pastor akisikia hivyo anatashika anasema okay, jina lingine. Hebu fikiria huyu mzee ingine. Kuna watu hawachaguliwi kazi kanisani si kwa sababu ingine, lakini kuna watu wakienda nominating hawawapendi. Na kwa sababu hii kanisa ni ya mkono, utakaa hivyo tu. Usijali hata kama uchaguli yangu kazi kanisani. Kuna watu wako hii kanisa hata maombi ya kuombea mandazi tu na chai hatuamini hata hiyo itaenda. Na ni ya mandazi ya maombi, Bwana bariki mandazi ili tukule, amina. Hutaki. Unaangalia wewe toka mama fulani, hebu huyu hebu ombea chakula. Sema maombi ya chakula yawa. Maombi ya chakula. Kuna si hata wale hatujachagulia kazi kanisa, tuwapatie kazi hata kusimama kukaribisha watu na kuna watu hawatapewa maombi. Kama kuna kazi watapewa ni kupewa hii karatasi hii ni ya Darnet, simama pale kwa gate peana. Huko nje ya gate peana huko, hii peana huko. Hapa hawezi akafundisha lesson. Hata kama wewe ni mwalimu na wewe ni nurse, utasomea nyumbani. Si hapa kanisani. Kuna watu write off and it is very sad by the way. Kuna watu tunaamini lazima mzee fulani ndiye mzee wa kanisa. Kila mwaka mzee fulani. Unamrecycle mpaka yeye anashangaa. Hata asipochaguliwa anakasirika mwaka mzima. Sababu hajui kazi nyingine, yeye ni mzee. Ni mzee wa kanisa. Asipochaguliwa anaona vibaya. Kuna watu write off na sio vizuri. Usipime mtu nje kwa sababu huyo labda ukimpatia kazi hata yeye atafikia pale wale wengine walifika. Hata yeye mpatie tu nafasi naye aanze. Atafika tu. Sasa utakapofika mbinguni utashangaa kumuona huko mbinguni akanyanga. Nasema haya, uko hapa? Uko huku? Utashangaa ukiona huyo hukutaka aje kwa baraza, ako baraza na Yesu na wakuta wako na Yesu wanaongea. Si itakuwa vizuri. Unajua mtu mmoja yule atashangaa sana mbinguni ni Paulo. Atashangaa kumuona Stefano atashangaa kuona Paulo. Sauli, mnakumbuka Sauli? Sauli ndiye aliua Stefano. Stefano aliangalia tu juu akasema wasamehe, hawajui watendaro, akafa. Sauli hakuwa amebadilika. Akiwa njiani kwenda Dameski ndio akakutana na Yesu akabadilika na amehubiri sana na ameandika hata Biblia. Alafu fikiria Stefano ako mbinguni tu, ako kwa ile anachio. Ako tu mbinguni zile zake za Stefano, anatembea tu hapo. Aone Paulo. Si atashangaa kama hapa ni mbinguni kweli? Kwani ni akina nani walikuwa wanakuja hapa? Because the last time I checked, watu kama hawa Yesu amwambia is okay. Chill. Huyu jamaa amepitia mengi Stefano. Hata wewe afadhali alilima wewe kwa mawe. Huyu amelimwa. Kuna wakati alilimwa wakaua yeye, wakarusha nje ya ukuta wakijua amekufa. Aliamuka asubuhi. Huyu hata nyoka imekula yeye kwa bahari. Huyu amekuwa katika shipwreck. Alilimwa na serikali. Kuna siku alichapwa viboko. Mnakumbuka ile viboko alikuwa anachapwa? Anasema nilichapwa 40 kasoro moja. Yani 39. Na hiyo viboko 39 ni 78. Maana walikuwa wanachapa hivi moja. Kwa hivyo hiyo ikienda inachapa na ikirudi mbili. Yesu amwambia huyu mwanaume ile mambo alipitia, shukuru wako hapa. Bwana asifiwe sana. Kuna watu utaona mbinguni utashangaa. Na jambo la tatu la kukushangaza utakapofika mbinguni ni kukosa yule mtu ulifikiria ataenda mbinguni na hayuko. Uliza Yesu what happened? Akuonyesha video. Ndiye huyu yule alishindwa na safari. 3 things that will amaze you mbinguni. Ndio kuna Ufunuo 14. Ufunuo 14, ujumbe wa malaika watatu
Unawafariji watu wa Mungu, wale walioteswa na wanyama. Unaambiwa shikilia imani, kwa sababu bado utashinda. Sikia vile anavyosema. Anasema ya kwamba hapa ndipo penye subira. Hiyo ni fungu la 12 ya Ufunuo 14. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Kwa hivyo mateso inapoendelea, shida zinapoendelea duniani, machafuko unayoyaona kanisani na duniani, haya yote yasikufanye uache imani. Uwe na subira, kwa maana hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Bwana asifiwe. Na kama utauawa, mbingu ikiangalia inasema amen. Mbingu ikiangalia, ukiuawa na mnyama inasema sawa, ameuawa, ni sawa. Mbingu hailii kwa sababu mtakatifu amekufa. No, ndio kuna Ufunuo 14 fungu la 13 inasema ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana kuanzia sasa hivi. Mnyama ameamua kuua, ni sawa. Wamekufa wangapi? Vile tunasoma, vio ndio wanasoma huko mbinguni. Tunasema kituo cha Mwembe Chai kumepatikana watu 20. Hivyo ndivyo mbingu inavyosoma. Wamekufa wangapi leo? Wamekufa watu 15. Bwana asifiwe. Hawaombelezi mbinguni hata kwa sababu umekufa. Ukiwa unatetea Yesu, hata wanyama waliua watu, na imeandikwa kwa Biblia, kitabu cha Wahibrania 11 fungu la 38, waliraruliwa. Dunia haikuwa stahili kuwa na watu kama hao, walikufa na Mungu. Hata Yesu mwenyewe alijibu. Petero aliuliza Yesu, tunakufuata hivi, unajua tuliacha watu wetu wewe. Do you know? Unajua ulitukuta baharini, ulitukuta kazini, ukatuambia tukufuate, tukaacha kazi ya kuvua samaki. Sasa tunakufuata. Tutapata nini? Akasema, kwanza mtateswa kwa sababu ya jina langu, na wengine wenu mtauawa na mtakuja kulipwa baadaye. Kwa hivyo alisema kuteswa iko. Lakini singetaka kuacha kabla sijawasomea Ufunuo 14 fungu la 15. Anasema hivi. Anasema ya kwamba fungu la 14, kisha nikaona na tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwana kondoo, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mudu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimulilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mudu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekoma. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mudu wake juu ya nchi ikavunwa. Kisha malaika mwingine akatoka katika lile hekalu lililoko mbinguni, yeye naye ana mudu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika ile madhabahu, yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamulilia kwa sauti kuu yule mnyama mwenye mudu ule mkali, akasema, tia mudu wako mkali ukachume vichala vya mzabibu wa nchi, maana zabibu zake zimeiva sana. Malaika yule akautupa mudu wake hata nchi, akauchuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyanga nje ya mji, damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za farasi, kama mwendo wa maili 200. Ufunuo 14 unamalizia na mambo mawili, mavuno. Malaika wawili, wa kwanza amekalia wingu na ana taji, huyo ni Yesu. Malaika mwingine amesema, tia mudu wako ukavune mavuno, maana yameiva. Kwa hivyo Yesu anakuja kuvuna, na inakuja baada ya Ufunuo 13. Anasema hata ingawa mnyama anaonekana kama anashinda, kuna watu wako tayari kuvunwa, na hao ndio wanaompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hata kukiwa na matatizo, kuna mavuno. Lakini pia kuna malaika mwingine wa pili. Huyo mwingine wa pili yeye anatia mudu wake katika nchi, na hiyo ni hukumu. Kama hautavunwa na Yesu, utavunwa na kifo. Je, msimamo wako uko wapi? Tusimame kwa maombi. Ningeomba wale ambao wanasema ya kwamba wakati umefika, mimi mwenyewe nimkubali huyu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu,
huyu Yesu nitamkubali hata kama shetani atanitesa, hata kama watu watanitesa, hata kama kutakuwa na shida na matatizo. Nimemchagua Yesu. Kama uko hapa, naomba uinue mkono wako juu kama ungetaka kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuuliza utembee uje mbele. Njoo kama umejipanga kuweza kubatizwa, naomba pia uje. Njoo tuombe na wewe, kwa sababu Yesu anasema siku ya mwisho utasimama pale mlima Zayuni. Utasimama kama umeamua siku ya leo. Siku ya leo ndio inaamua kama utasimama pale katika mlima wa Zayuni. Na kwa sababu uko hapa ndani, na kwa sababu umetembea leo, na kuuliza uje. Na wakati wale wako hapa ndani wanakaribia, wale mko katika vituo mbalimbali hapa karibu na mbali nchini, naomba mahali mlipo pia mjitoe. Kama mmekaa hapo kwa baa, naomba ya kwamba mkasimame. Naomba msimame tu mahali mlipo. Kama mko hapo barabarani mnapita, naomba msimame tuombe pamoja, kwa sababu Mungu anajishindia watu wake. Na kama unakubali, yule mwenye kituo wako hapo, mpatie jina lako, kwa sababu utaandikwa na utabatizwa. Na wewe uliye uko Tabora, jitoe, kwa sababu pia wewe utabatizwa. Wale mko hapa, jitoeni, njooni tu ili tuweze kuomba pamoja. Na tunapoendelea kuomba, itakuwa ni vibaya sana kama utafika mbinguni wewe na hakuna mtu uliyekaribisha katika ufalme. Ni nini utakuwa excited kwayo? Ninawatuma wote mlio hapa, tafadhali tafuteni mtu, angaa mtu mmoja. Huu mkutano usiishe kabla haujaleta mtu. Na wewe uliyebatizwa, hebu mlete mtu mwingine. Sisi wote tuna wajibu wa kukaribisha watu. Msifurahie kuja tu bila kuambia mtu fulani. Chukua karatasi ambayo inasambazwa pale ya kualika watu, tuma katika WhatsApp, katika Instagram, katika Facebook. Ita watu, yule anakutengeneza nywele, kinyozi wako, mkaribishe ili naye pia awe tayari, ili Yesu anapovuna basi tufurahie mavuno yale yatakayovuna. Bwana asifiwe. Wimbo unasema twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Kwa hivyo tukisema tuangojea sasa siku ya kuvuna, hata wewe uwe una mavuno. Asanteni sana wale wamefika. Kuna mwingine amebaki ambaye anaona hata mimi nitaenda tu kwa maombi, nimebatizwa na nasikia niko na nguvu, lakini nataka nguvu zaidi. Pia umekaribishwa uje ili tuombe. Hebu tuweze kuomba. Asante Yesu. Asante kwa sababu ya Ufunuo 14. Kumbe Bwana, kuna watu watakao simama mbele ya meza ya kioo. Kumbe kuna watu watasimama mbele ya bahari. Kumbe kuna watu watasimama katika mlima wa Zayuni. Hata wakati shetani ameleta maafa, hata wakati shetani ameleta kuogofya, hata wakati shetani amefanya watu wasinunue na kuuza, kumbe kuna watu wamejitolea watakao simama, na watasimama na Yesu. Wanasikia ujumbe wa malaika wote watatu, na kati yao watavunwa na Yesu. Hawatahukumiwa wapotee milele, lakini watavunwa waishi milele. Na kati yao ni hawa wamesimama hapa mbele, kwa sababu wangeomba waweze kubatizwa, pamoja na wale walio katika vituo mbalimbali wamejitoa kubatizwa. Sisi nasi sote tunaunganikana na wao tukisema, Bwana, waite wengi katika zizi lako, ili tarumbeta itakapolia ilie tukiwa wote ndani. Na tunaomba tukijua umesikia maombi yetu na umeajibu, kwani tumeomba kupitia kwa jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Tumeomba na kuamini. Amina. Amen. Amen. Asanteni sana. Bwana